Naam, popote unapokifuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV, mimi ni ripota wako Pasco William Nyamuyula. Na ninaripoti kutokea maeneo ya Mwanza. Nipo kanisa la TAG Sayuni, kanisa linalochungwa na mchungaji Mwamluku ambaye anapatikana katika eneo la Isamilo. Tumemtembelea kwa siku ya leo tena ili tuweze kupata machache kutoka kwake. Wewe ni miongoni mwa wachungaji ambao wamepita katika mapito mbalimbali, mapito magumu, anazo shuhuda za kujenga. Na leo tumesogea karibu kusudi tuweze kuzungumza naye. Nikusihi mtazamaji wetu ambao unaifuatilia channel yako bora kabisa ya NYTV ya matangazo, uweze kushiriki shuhuda hizi nzito ambazo zinatoka kwa mchungaji huyu. Nikukaribishe katika mahojiano haya. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shikamoo. Marhaba. Habari za huku Mwanza? Kwa kweli Mwanza ni kutamu. Na kweli ni kutamu na kuona. Ndio. Hivi samaki huku Mwanza wanapatikana? Vizuri sana. Samaki wapi wanaopatikana? Maana niliwahi kuja huku nikakosa hata kupata hata sangala, labda kwa kipindi hiki. Sangala utazikuta, sato, kamongo. Ya zipo. Mungu akubariki sana. Asante, tuko hapa katika mahojiano haya na wanaotufuatilia kupitia channel yetu ya NYTV wakutambue, wakufahamu. Pengine kuna ambaye hakufahamu, anakuona kwa mara ya kwanza. Jitambulishe, wewe ni nani na pengine nafasi yako ni ipi? Karibu. Amen. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Anyigulile Mwamuluku. Na utakutana majina mengi akina Anyigulile, akina Mwamuluku ni familia moja. Wengine wako Mbeya, Tukuyu, wengine wako Chunya, wengine wako Sumbawanga, wote wengine wako Madagascar. Kwa ni familia moja. Nipo hapa, tupo hapa, tunamtumikia Mungu hapa Mwanza, na namshukuru Mungu sana kunileta Mwanza. Sana, ambaye alinipa neema ya kunitoa Mbeya na kunileta Mwanza. Kwa kweli katika ndoto zangu sikuwa na ndoto kabisa za kuja Mwanza, lakini wakati ulipofika Mungu anaponituma Mwanza, nilipofika Mwanza nikaona kabisa walikuwa ni kusudi la Mungu kabisa niwepo Mwanza. Kwa sababu sasa namshukuru Mungu kwa yote, kwamba amekuwa mwaminifu, na toka tumefika Mwanza tumemuona Mungu akitutetea pamoja na mambo mengi, mapito mengi, changamoto nyingi, lakini utukufu wa Mungu ni mkubwa kuliko changamoto. Wema wa Mungu ni mkubwa kuliko changamoto. Kwa katika hilo namrudishia Mungu utukufu. Amina, amina. Wewe ni mwenyeji wa Mbeya? Ndio. Na sasa tukianza sasa kufahamu safari yako ya utumishi, tufahamu sasa ilianzia Mbeya ndo kaja huku au ilianzia hapa jijini Mwanza? Karibu. Asante. Mimi nafikiri leo nianzie tu kuzungumza safari yangu ya hapa Mwanza. Itakuwa nzuri sana kwa sababu nikitoka Mwanza na mlolongo mrefu sana, lakini nianzie hapa. Kwamba mwaka wa 2007 mwezi wa 5 tarehe 15 niliondoka Mbeya kuja Mwanza baada ya Mungu kusema na mimi, na nilifika Tabora, nikakaa Tabora wiki 2, nikafungua kanisa eneo linaitwa Wela, wilaya ya Nzega. Baada ya hapo nikaja nikasema Mungu amenituma Mwanza. Kwa hiyo nikafika Mwanza, na baada ya kufika Mwanza nikaona kusudi la Mungu kubwa ambalo lilisababisha nije Mwanza. Wakati ule nilipofika Mwanza, nafikiri section ilikuwa na makanisa yasiyozidi 40, na hiyo section moja ilikuwa na makanisa, na section moja haikuzidi 40, lakini ilikuwa na wilaya 6 huo mwaka. Na kumbuka ninapotoka Mbeya wakati huo, section ya Mbeya mjini, pale Mbeya tu mjini, section yote ya Mbeya mjini ilikuwa na makanisa zaidi ya 78. Lakini nakuja Mwanza nakutana na section ambayo ina makanisa
yasiyozidi 40, wilaya ambayo ina wilaya 6 ikiwemo Nyamagana, Ilemela, Misungwi, Kwimba na Magu na Ukerewe. Ilikuwa ni section moja. Kwa hiyo nilipofika Mwanza nikaona Mungu, sababu ya Mungu kunileta Mwanza ni sahihi kabisa. Na ndipo sasa nikaanza kutafuta wapi Mungu anaponiweka. Kwa kuwa nimefika Mwanza na Mwanza ni kubwa. Walinionyesha maeneo mengi, lakini kwa neema ya Mungu nilipopita Isamilo nikasikia sauti ikisema hapa ndio. Na nipo jaribu kuwashirikisha viongozi wangu waliokuwepo wakati ule. Walinishauri wakasema, Isamilo hutaweza, nenda vijijini, nenda kwenye tarafa projekti miaka hiyo au kata, mjini hutaweza. Lakini nahisi pia walizungumza vile kwa sababu waliona sina mahali pa kusimamia wala pa kutegemea, kwamba nani anaweza kanisapoti, nani anaweza kanishika mkono. Kwa nahisi kama waliongea vile baada ya kutambua kwamba sina mtu wa kunishika mkono ninapoenda kuanza kazi katika mji wa Mwanza. Lakini kwa kuwa Mungu ameniita, nilifika Mwanza na mimi nikawaambia Mungu ameniitia Isamilo. Walinipa, kwa kweli walinipa wiki 2 za kuomba upya ili umsikie Mungu kwa upya. Na baada ya wiki 2 mimi sikujisumbua kuomba, kwa sababu kama nimejiridhisha Mungu amesema na mimi, unaomba nini kama Mungu ameshasema? Kwa hiyo sikuwa na kitu cha kuomba. Wiki 2 niliporudi nikawaambia kwamba mimi Mungu ameniita Mwanza Isamilo. Kwa wakasema endelea na kazi, ila sasa usitusumbue kwenye ofisi yetu. Kwa hiyo usije kuleta shida zozote ukuwa na matatizo yoyote. Nikasema amina. Kwa kweli nilikata tamaa sana, niliona kama Mwanza nimekataliwa. Niliona kama Mwanza vile sijapata kibali. Lakini baada ya hapo nilipolala usiku, Mungu alisema na mimi tena kwa upya, kuonyesha kwamba yuko pamoja na mimi. Na akaonyesha mapito mengi niliyokuwa nimeyapitia kwa sababu ya kuja Mwanza. Nilikutana na vikwazo vingi ambavyo vilikuwa sababu kabisa nisije Mwanza. Lakini Mungu aliponionyesha yale, kwa akanionyesha kama ni sehemu ya mapito. Kwa hiyo nikawa na amani na nikaanza ibada, nikaanza kutafuta mahali pa kuanzia ibada, nikaanzia shule ya msingi Nyakabungo. Kusema ukweli, nilikuwa na moto mkubwa, na hasa nikiwa nimetoka chuoni, lakini pia nilikuwa na mzigo, maana hata nikiwa chuoni bado nilikuwa na mzigo sana. Niseme ukweli kwamba nilizunguka ndani ya mwezi mmoja, kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 4 mwezi wa 7, kutoka tarehe 4 mwezi wa 6 nilipokanyaga kwa mara ya kwanza Mwanza, na kufika tarehe 4 mwezi wa 7 nilikuwa nimeshaongoza sala ya toba watu wasiopungua 86, na wengine walikuwa ni wagonjwa, Mungu amewaponya. Wengine walikuwa na mapepo, Mungu amewafungua. Kwa hiyo nilijiona kama naenda kwanza kanisa kubwa kwa wakati mmoja na watu 86, na wote nikiwatembelea wananitia moyo, mchungaji, tutakuwa pamoja. Kwa nilipotafuta nikapata shule, nayo shule nilienda Nyakabungo. Nilipomuomba mwalimu naye akasema, mchungaji, nakupa darasa kubwa kuliko yote, vyumba vikubwa kuliko vyote hapa shuleni. Na mimi nikajua huyu mwalimu ni kama Mungu anamuongoza, kwa sababu nina watu wengi, watu 80 kuwaleta kwenye darasa. Kwa hiyo ninahitaji liwe kubwa. Nikamshukuru mwalimu. Kwa siku ya tarehe 4 nilipoanza ibada, kusema ukweli, nilianza na madawati. Nilifagia darasa, nikafanya ibada, hakuonekana hata mmoja. Ilikuwa Jumatano. Alhamisi nilianza kuzungukia washirika kuambia, jamani, nimepata mahali pa kuabudia. Ijumaa nikaabudu peke yangu. Jumamosi nikawatembelea sana. Jumapili nikaabudu peke yangu. Unaposema ukaabudu peke yako, si tayari ulikuwa umeshaoa? Nilipokuja Mwanza, namshukuru pia sana mke wangu, amenitia moyo sana. Wakati wa wito wa kuja Mwanza, nisingeweza kuja na familia, kwa sababu
nauli zenyewe za kuja Mwanza walinichangia watumishi mbalimbali kupata tu nauli ya kuja Mwanza, na mwenyeji wangu aliniambia uje na nauli za kwenda na kurudi, ili uje uangalia furudi. Kwa hiyo nauli zangu hakuna mahali sikuwa na fedha. Nilichangisha sokoni Mwanjerwa, nilichangisha kwa wachungaji mbalimbali, mwenye kunipa 5,000, mwenye kunipa 2,000, mwenye kunipa 1,000, mwenye kunipa 10,000, mpaka nikafikisha nauli ya kwenda Mwanza na kurudi Mbeya. Na hizo nauli zote zilishia Tabora, Nzega, Wela. Nikokuwa nafungua kanisa, nikokaa wiki 2. Nauli zilishia kule, kwa sababu nikaandaa mkutano, nikaita wanakwaya kutoka Nzega na nini. Inabidi sasa nikodishe gari, niweke mafuta za magari, majenereta, waendesha sinema waliokubali kuungana na mimi kwenda kule. Kwa hiyo nikajikuta nauli zote ambazo zilikuwa za kwenda Mwanza na kurudi zikaishia Nzega. Na kufika Nzega, safari ya kutoka Nzega kuja Mwanza, nilipomaliza ile huduma nikamkabidhi Mwalimu Nditi, kanisa likiwa shuleni Wela. Mwalimu ndio nikamsimika kuwa mchungaji wa kanisa hilo. Na mimi nikarudi Nzega mjini, nikaingia kanisa la Ipiriri alipokuwepo Askofu Kayamba. Miaka hiyo ndio walionichangia nauli za kunitoa Nzega kunileta Mwanza. Kwa nilipofika Mwanza, nauli zote zikawa zimeishia hapa. Siwezi kwenda Mbeya, siwezi kwenda kokote. Kwa mke wangu nilikuwa nimemwacha Mbeya na watoto. Namshukuru sana mke wangu, amekuwa mvumilivu. Mke wangu amekuwa baraka sana kwenye huduma hii. Na nawaza kama angekuwa mwingine angeweza kweli, lakini Mungu kila naye mpangia mtu basi anamwandalia na mazingira ya mwenzi wake. Lakini pia na watoto wangu wamekuwa wavumilivu. Niliwacha wakiwa shuleni. Watoto wangu niliwacha wakiwa shuleni, shule za msingi. Kusema ukweli, mdogo kabisa ambaye yeye amekuja kuanzia huku baada ya mimi kukaa mwaka mmoja, ndio amekuja na mke wangu, ndio ameanzia chekechea. Kwa hiyo alisema chekechea nusu mwaka. Mtoto wangu wa mdogo sio wa mwisho, maana Mungu anaweza akatupa mwingine tena ambaye sasa amemaliza chuo kikuu mwaka jana, anaitwa Gospel Mwamruku. Huyo ndio ameanzia chekechea Mwanza. Alinikuta na mama mchungaji nikiwa na mwaka mmoja tayari. Kwa hiyo ninapoanza kanisa, nimeanza kuimbisha madawati na kuhubiri madawati. Wiki ya kwanza, wiki ya pili. Baada ya wiki ya pili kupita, nikafikiri watu wanapopita pita, maana hakuna anayekuja kanisani, na watembelea wasema tunakuja lakini hawaji. Nikafikiri watu wanafikiri sio kanisa, kwa sababu pale shuleni palikuwa na limeza likubwa, yale mameza makubwa ya shule yale. Nikafikiri watu hawaoni kama, nikasema hamna kitambaa pale. Kwa hiyo nikaenda, mke wangu alinitumia shilingi 1,200. Nikaenda kwa mama mmoja anaitwa Mama Jenerali. Nikamkuta mama mmoja anafumafuma vitambaa pale. Nikaongea naye, mama, nataka kitambaa cha kutandika mezani. Akasema sawa. Wewe nani? Nikasema mimi mchungaji, naitwa Mwamruku. Akasema nenda kapime meza, uniletee kipimo cha meza ndio nikwambie kitambaa gani kinahitajika. Nikamwambia hapana mama, wewe nishonee tu kitambaa. Wakati ule tetron inauzwa shilingi 800. Kwa hiyo mita 1 na robo inakuwa shilingi 1,000 na robo inakuwa shilingi 200 kwa ajili ya kuweka msalaba mwekundu pale katikati. Ile mama akasema nenda kapime kitambaa ile meza. Na mimi nilipokuwa nikiangalia ile meza, nikasema sawa, nikaenda. Baadaye nikampelekea vipimo. Akasema mama, ile meza ni kubwa sana. Wewe niweke tu kwa kitambaa, nitakuwa na kaninginiza na weka tujiwe juu. Na shikizia na mawe juu ya meza, ili kaweka na pepea pale watu waone kwamba hapa ni kanisa. Namshukuru Mungu. Yule mama nilipoenda kuchukua kile, akasema nipe maneno ya kuandika kwenye kitambaa. Nikasema yote yanawezekana kwake aminie. Ndio maneno yaliyoandikwa kwenye kile kitambaa. Kwa hiyo yule mama akadarizi vizuri sana, kaandika yale maneno.
Namshukuru Mungu. Nilipoenda kuchukua nikakuta yule mama, maana aliniuliza, "Huna washirika?" Nikasema kwa sasa sina washirika. Baadaye nikiwa na washirika tutakuja kutengeneza kitambaa kikubwa. Yule mama nikakuta amenunua shuka lake kubwa la kutosha kufunika meza 6 kwa 6, alafu ndio na kale kitambaa sasa akanipa na pini zake za kushonea kwenye kile kitambaa kikubwa. Pamoja na kuweka kitambaa, washirika wakuja. Na siku moja baada ya wiki kama 2, 3 au 4, alikuja kijana mmoja anaitwa Matayo Mtiriga. Yeye akaja. Alikuwa ndio mshikangu wa kwanza kumuongoza sala ya toba. Alikuwa kinyozi. Akaja. Tukaabudu wawili. Ilikuwa Ijumaa, Jumapili hakuja tena. Wala hakurudi tena. Kwa nikabaki naendelea. Sasa yule mama baadaye aliyetengeza vitambaa sema siku moja nitakutembelea kanisani kwako. Kwa siku aliyonitembelea tukaabudu wawili. Ilikuwa Jumatano. Na Jumapili akaja tukaabudu watatu. Akaja na mtu mmoja. Hapo ndipo kanisa lilipoanza. Baada ya mwezi kama na nusu au miezi miwili, kwa mara ya kwanza tulipoabudu watu 5 usiku, niliota ndoto darasa limejaa. Niliota ndoto darasa limejaa. Bambio ziko vizuri. Kwa hiyo nilipofika ndio siku ambayo tumeabudu watu 5. Kwa namshukuru Mungu sana. Baada ya hapo, kusema ukweli, niliendelea. Shuleni walikodisha shilingi 20,000. 20,000 hiyo sijui naipata wapi. Lakini nyumba ninayokaa nilikuwa nalipa shilingi 18,000. 18,000 kwa sababu wakati huo naanza kanisa nilikuwa bado niko kwa mwenyeji wangu. Sina hela za kupanga nyumba. Na kwa ujumla hata mwenyeji wangu pia alinichoka sana. Kwa sababu nilimwambia nitakaa wiki 3, anashangaa miezi miwili naenda kuisha niko nyumbani mwake. Kwa halikuwa kosa lake, ilikuwa ni kosa langu. Kwa sababu nilimwambia nitakaa wiki 3. Akasema njoo ili uangalie maeneo. Sasa baada ya wiki 3 mimi nimefika Mwanza. Nakutana ni kweli kwa nije niangalie tu nione kukoje, nirudi Mbeya nikajipange kwa ajili ya kuja kuanza huduma Mwanza. Lakini nimefika Mwanza, unavumiliaje? Nimetoka Mbeya, na bahati nzuri Mbeya nilikuwa ni mhubiri, nimehubiri vijijini, sehemu nyingi nilikuwa nimehubiri vijijini. Nimezunguka Sumbawanga vijijini, nimezunguka Songea vijijini, Mbeya vijijini, kote nimezunguka kuhubiri. Sasa kote kuna makanisa. Leo nakuja Mwanza, wilaya 6 ndio section moja, makanisa 40 hayafiki. Unawezaje kutulia? Na wakati huo siwezi kurudi Mbeya. Kwa sababu unarudije Mbeya? Huna nauli. Nauli zimeishia kwenye kanisa la Tabora. Sina mtu akuniwezesha. Kwa hiyo kusema ukweli, nilianza katika mazingira magumu. Na ilipobidi pia nitoke kwa mwenyeji wangu wakati anataka niondoke, nimwambia naondoka. Kusema ukweli, bahati kwa neema ya Bwana, maeneo lilipo kanisa sasa, wakati huo nilikuwa shuleni. Shuleni niliabudia miaka 5. Nikapanga eneo lingine la wazi, nikabudia miaka 4, miaka 9 hiyo. Nikafukuzwa pale, nilikuwa nimezungukwa na Waarabu na Wahindi. Nikafukuzwa hapo, nilikuwa nimeweka kanisa langu la majamvi na maturubai na nini. Mpaka nifukuza pale. Nikatoka, nikaenda eneo lingine tunaita Miembeni karibu na hapa kanisani. Ukizunguka nyuma kidogo kwa chini kidogo tunaita Miembeni, pana eneo kubwa la mheshimiwa mmoja anaitwa Abubakari Saif Hassan Saif. Akanipangisha kwa mwezi 60,000 eneo lake. Lakini nazipata wapi? Kwa nikazitafuta hizo, nikapanga pia kwake hapo. Lakini wakati huo ninapoabudia shuleni, nilipoanza huduma, sina hela za nyumba. Sina hela za nyumba. Sina hela za kulipa nyumba. Na natafuta nyumba nazipata, lakini sina mtu wa kunisaidia kunilipia nyumba. Sina mtu wa kunisaidia. Na section ndio ameniambia usije kwetu. Kwa sababu umekataa kwenda kwenye maono yetu, usije kwa shida yoyote. Kwa siwezi kwenda. Kwa nikabaki nahangaika tu nafanyaje. Sasa wakati
mwenyeji wangu anataka niondoke. Nilikuja maeneo haya, nina watu ambao ni mashuhuda, ambao mmoja nilimwomba nikae kwenye pagala lake. Amejenga gorofa lake, ameweka matofali, hajaweka mlango wala dirisha. Nilimwomba nilale humo, akaniambia nyumba yangu haijaisha. Nikasema nitalala hivyo hivyo. Akaniuliza utalipa shilingi ngapi? Nikasema kwa kweli sina hata 100 ya kukulipa kwa sasa. Akasema mchungaji, unataka ukae bure kwenye nyumba yangu? Ni Mchaga huyu. Ukae bure kwenye nyumba yangu? Akanifukuza. Lakini kwa neema ya Mungu tena yupo mtu mwingine ni shuhuda kwenye maeneo haya ambayo sasa kanisa lipo, ni kama wamenizunguka maeneo haya. Huyo naye nikaenda kutaka nilale kwenye pagala lake. Alikuwa anataka kujenga gorofa, hakuliendeleza. Kwa hiyo limebaki ni pagala tulipo, kuna mavyumba yale ya ndani ndani. Nilimuomba nilale. Naye akaniuliza utanilipa shilingi ngapi? Asa nyumba yangu haina milango, haina nini. Nikasema baba, naomba nitalala hivyo hivyo. Utalipa shilingi ngapi? Nikasema kwa kweli sina hata 100 ya kulipa. Naye kanifukuza. Kwa hiyo mazingira hayo kwangu yalikuwa ni magumu sana. Lakini pamoja na hayo nikapata nyumba ya kukaa. Kusema ukweli, itakia nilipe 120,000. Akanipunguzia nilipe 108,000. Akanipunguzia 2,200. Lakini nikamwambia nitalipa. Jumamosi tukaongea naye na nini, tukakubaliana naye nitalipa. Jumapili wakati huo kwenye mfuko mshirika wangu mmoja ametunza shilingi 20,000 za kodi. Na hela zinatakia 108,000. Kwa hiyo kusema ukweli, kama kuna wakati mgumu, ile siku kwangu ilikuwa ni ngumu sana. Nakumbuka Jumapili yake nilitafuta hela watu wa kuazima, sikuweza kufanikiwa. Jimbo walinipa matumaini mwanzoni, wakasema shida yako ni nini? Nikasema shida yangu ni nyumba ya kulala. Nikipata pa kulala mimi sina shida, naendelea na kazi. Hata nikilala na njaa kwangu sio shida. Kwa walinipa matumaini nitafute nyumba isizidi 1,500,000. Kwa nilipopata 108,000 nikaona hii ni neema. Sasa nilipoipata niende nikamtafute baba askofu. Wakati ule jimbo moja lina mikoa 3. Wakati mkoa wa Simiyu haujazaliwa, mkoa wa Geita haujazaliwa. Kulikuwa na mkoa wa Mwanza, Mara na Kagera. Ilikuwa ni jimbo moja. Askofu akawa yuko Kagera kwenye ziara. Kwa sikuweza kumpata ili waweze kunisaidia. Nilijaribu kukopa pesa, na mshukuru mtu mmoja aliyekuwa mkuu wa chuo cha Mwanza, Minga, alinisaidia sana. Akasema Mwamuruku, hata kama wamekuahidi usikope mtu akusaidie tu. Lakini nani atakaye nisaidia? Kusema ukweli nilikosa watu wa kunisaidia. Na mshukuru Mungu, siku ya Jumapili niliondoka. Tulipofika kwenye ibada, Mungu wa ajabu sana. Ukisikia Mungu ni wa ajabu sana, Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu sana. Siku hiyo alikuja bwana mmoja kuabudu, alitoa sadaka shilingi 10,000. Kwangu ilikuwa ni muujiza kutoka sadaka. Lakini wakaja watu wengine walikuwa wanaabudia kwenye nyumba fulani, ilikuwa ni nyumba ya watu ambaye ni Muislamu, walifukuzwa. Wakaja kuomba siku hiyo waabudia hapa, waabudu pamoja na mimi. Kwa wakaabudu pamoja na mimi. Kwa siku hiyo ibada kakawa kazuri. Tukapata sadaka shilingi 30,000, wakatoa na mafungu ya 10 na nini. Yule ametoa 10,000 kutoka sadaka ya shilingi 1,500 Jumapili, 1,000, 2,000. Siku hiyo nikakusanya shilingi 30,000. Kwangu ilikuwa ni muujiza. Ukichanganya na ile 20,000 ikawa 50. Yesu anatutoa mbali kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo nikaenda nikabeba begi langu mpaka kwenye hiyo nyumba. Nikamwambia mwenye nyumba natanguliza. Akasema mchungaji, jana nimekataa wapangaji. Wamekuja watu na hela keshi 120,000, tena wewe nimekupunguzia. Nimewakataa kwa malengo ya kusema tukae na mchungaji kwenye nyumba yetu. Na wewe umekuja huna hela? Wakanikataa.
ilibidi niache pale begi langu alafu mimi niondoke. Kwa watumishi wa Mungu, Mungu ni mwema na tutoa mbali. Ya tulipotoka pale, kusema ukweli, nikaacha begi pale. Nilipompigia mwenyeji wangu akasema hata kwangu sitaki nikuone tena. Kwa hiyo ni mapito. Kuna mambo Mungu anakupitisha ili akutengeneze. Kwa hiyo siwezi kumlaumu mtu yeyote kwamba alinitendea mabaya. Ila nahesabu ni mapito yangu. Ni mapito yangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Baadaye yule mtu nikaondoka. Yule baba aliponikatalia, mwenye nyumba amenifukuza, nikaacha begi langu pale, na mwenyeji wangu nilipompigia simu akasema sitaki nikuone. Kwa kweli nilienda kwa baba mchungaji mmoja wa kanisa la TMRT, nikajieleza. Alinipa shilingi 5,000. Siku hiyo nikalala gesti 3,500, 1,500 nikala hotelini. Na asubuhi kulipokuwa kukipambazuka, nimeomba huo usiku, sasa naelekea wapi? Basi Mungu akaniongoza. Kuna wadada fulani walikuwa wanauza juisi eneo linaitwa Miti Mirefu. Aliyenifanya nitambulishe, kuna kijana aliyokokea mikononi mwangu akiwa Mbeya, kutoka wao ni watu wa Dodoma. Sasa nilipokuwa nasema Mungu ameniita Mwanza, alinipa nafasi anayefanya kazi Mwanza. Kwa nilikuwa nawatembelea mara nyingi, nikizunguka niwatembelea pale, wananipa kajuisi na kunywa kajuisi na poza kakoo kidogo, naendelea na safari zangu. Nilienda saa 12. Nilipowaomba fedha, waliingia ndani kujadili, maana niligonga, walitoka nje wakanisikiliza, wakaingia ndani kwenye jadili. Sikujua walichojadili, lakini baadaye nilikuja kukijua. Baada ya mmoja kuokoka mwenye nyumba. Baada ya kuokoka mwenye nyumba akanisimulia yaliyokuwepo siku ile. Kwa hiyo wakanipa 30,000. 30,000 na ile 50 nikawa na 80. Nikarudi tena kwenye nyumba. Mwenye nyumba akanipokea. Nikabaki na daiwa 28,000. Na hizo 30 sijajua nitazilipaje. Kwa hiyo hapo ndio mwanzo wa maisha yangu. Kwa hiyo nikahamia siku hiyo kwenye nyumba, nikatama, sababu nina begi tu, nikatandika taulo, nikajifunika shuka kwenye sakafu, nikalala. Siku ya kwanza, ya pili, mkuu wa chuo Minga kaja kunitembelea. Nilipomwambia nimepata nyumba, kaja kuangalia, akakuta sebule ni kubwa, pale kwenye chumba pana begi tu. Asema, mchungaji, unalala wapi? Nikasema, baba, nalala hapo chini. Unakaa wapi? Maana hata pa kukaa papo ni sakafu tu na begi langu liko pale. Akasema, akasikitika sana, akafanya maombi, akasema andika barua ya kuomba tandiko chuoni. Kwa niliandika barua, yule baba akanipa tandiko, akanipa kakiti kamoja na kameza kamoja, ili ninapowasoma Biblia nikae kwenye kiti nisomee kwenye kameza kadogo kadogo. Kwa maisha yangu yalianzia hapo. Lakini pamoja na hayo, nimehamia sasa kwenye nyumba. Nafu nilipokuwa kwa yule ndugu aliyenipokea, nilikuwa nakula chakula. Hata kama unakula chakula ambacho hakitakiwi ule, lakini nilikuwa nakula chakula. Maana ukikaa mahali ambapo hutakiwi ukae, au wanataka uondoke lakini wewe upo pale huna pa kwenda, huwa maisha yao ni magumu sana. Lakini nilikuwa nakula chakula. Sasa nimeenda kwangu sasa. Nakulaje? Na nadaiwa. Shuleni na kuabudia nadaiwa 20,000 za kwanza shuleni. Nililipa. Kuna mtumishi kutoka Sumbawanga alinirushia vocha za shilingi 20,000 wakati ule mpesa hazikuwepo. Vocha za shilingi 20,000. Niliwalipa walimu namba za vocha kwenye message. Wakaingiza mpaka zikafika 20,000 pango la kwanza. Mwezi wa 7 mpaka wa 8. Mwezi wa 8 mpaka wa 9 sijalipa. Mwezi wa 9 kwenda wa 10 sijalipa. Kwa nilipofika mwezi wa 9 mwanzoni, nikawekeza rehani amplifier nilikotoka nako Mbeya 40,000 kwa mshirika wa mwangalizi wangu. Akanishikia
ile amplifier, nikalipa 40,000 kwa walimu. Kwa sikuwa na hela nyingine tena ya kulipa. Huku natakia nikombe vyombo, sina fedha. Shuleni natakia nilipe, sina fedha. Nyumba nimekopa hela za kulipia, sina fedha. Lakini bado mwenye nyumba ananidai, sina fedha. Na sina mahali pa kwenda, sina mahali pa kumweleza mtu. Kote kwangu ni kugumu. Kwa maisha yangu kwa kifupi yalianzia hapo. Sasa nilipopata ile nyumba, nikajua baba askofu akija ataniwezesha, nitalipa madeni yote. Baba askofu aliporudi, wakarudi na ajenda nzito, ambayo ile ajenda ikapelekea matatizo makubwa kwa wachungaji wa Mwanza. Nisiseme sana, lakini wachungaji wa Mwanza wanaweza kaelewa, ambayo ilipelekea wachungaji wa TAG Mwanza, hasa wa mjini Mwanza, lilileta shida sana ule wakati. Kwa badala ya kunisaidia mimi, wao wakaanza kupambana sasa kuokoa lile jahazi, maana tayari na wao wenyewe wameingia kwenye tatizo. Maaskofu, waangalizi, si wa nani, viongozi wameingia kwenye matatizo. Watakupambania wewe uliyekosa kodi ya nyumba. Lakini si niseme mbaya zaidi, si nzuri zaidi. Kwa sababu mimi naona pia mapito ni kama mafuta. Mapito kwangu nayaona kama mafuta. Kwa niseme nzuri zaidi, pakawa na kikao cha wachungaji wa jiji kujadili namna ya kusolve lile tatizo. Siku hiyo tumeitwa, mimi naumwa, nimeenda hospitali, nimepima, wameniandikia dawa, sina hela za kununua dawa. Na hospitali waitaka wanganganie kicheti changu, niwaambia nipeni, mimi sina hela, mtu akinisaidia kunipa dawa basi nipeni cheti. Kwa wakanipa cheti. Mpaka siku hiyo ya kikao, mimi nilikuwa na siku ya 3 nimepima, sina hela ya kutibiwa. Nilitembea kwa miguu, huku miguu ikiwa imevimba mpaka kwenye kikao. Kwa nilipofika kwenye kikao, kile kikao nakumbuka kilikuwa kizuri sana. Kilikuwa kinapanga mkakati namna ya kuondoa tatizo lilopo kwa wachungaji. Kwa walitakiwa waweke advocate. Advocate anataka, sikumbuki vizuri alikuwa anataka milioni ngapi. Ibidi wazigawanye kwenye makanisa. Na mimi wakanigawia shilingi 50,000. Mwamuruku Isamilo mtalipa shilingi 50,000. Mimi nyumbani sina chakula. Nimekosa nauli ya shilingi 350 kwenda kwenye hicho kikao. Nimetembea kwa miguu. Miguu yangu imevimba na ninaumwa. Sijanunua dawa, na siku ya 3 nimepima hospitalini, ninaumwa. Nimeshindwa kununua dawa. Lakini nimeenda kwenye kikao. Nimejitahidi kwenda kwenye kikao kwa mguu. Waliponiambia 50, niliwaambia jamani, naomba niseme kidogo. Wakaniruhusu niseme kwenye kile kikao. Nikawaambia hapa nilipo mwenzenu. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni channel bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.